الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم الذي بلغ البلاغ المبين، وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أولا أوصيكم مع وصية نفسي بتقوى الله عز وجل. Baada ya kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala na kumswalia mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam, jambo la kwanza kabisa ndugu zangu katika imani, tumie nafasi hii na fursa hii kuwahusia nyinyi nyote pamoja na kutokuisahau nafsi yangu katika swala zima hili la kumcha Allah subhanahu wa ta'ala, sababu mwanadamu ishi utakavyoishi duniani, lakini kama hautakuwa ni mwenye kushikamana na kumwogopa Allah subhanahu wa ta'ala, basi pamoja na maisha yako yote hapa duniani itakuwa ni sawasawa na habaa manthura, sawasawa na vumbi tupu. Kwa hiyo tumuombe Allah subhanahu wa ta'ala atujalie mimi na nyinyi tuwe ni miongoni mwa watu ambao watakaomcha Allah subhanahu wa ta'ala. Tunaendelea na risala yetu hii, risalatun في سجود السهو للإمام محمد بن صالح العثيمين رحمه الله رحمة الأبرار. tunaendelea na hii risala ambayo inazungumzia sijidatu sahwi, ambapo risala hii mtunzi wake ni al-Imam Muhammad ibn Salih al-Uthaymin, Allah mrahamu, ambapo leo insha Allah tutaanza katika ukurasa wa 17, ambapo tutaanza moja kwa moja na somo ambalo kichwa chake cha habari kinajieleza, kinasema sujudu sahwi, sijida ya kusahau. Sujudu sahwi, sijida ya kusahau. Qala al-muallif rahimahullah, amesema Sheikh Allah mrahamu, mtu anapokuwa amezungumzia sijidatu sahwi au sujudu sahwi, madha yani, anakuwa anakusudia kitu gani? Fayani an hadhihi alkalima, atamaanisha kutokana na kalma hii, anapokuwa amezungumzia sujudu sahwi, sijida ya kusahau, anamaanisha kwamba hiya ibaratun an sajdataini. Sijidatu sahwi au sujudu sahwi nayo ni ibara au ni sentensi ambayo sentensi hiyo inazungumzia sijida mbili. Sujudu sahwi hiyo ni sentensi ambayo hiyo sentensi inazungumzia sijida mbili, yasjuduhuma almusalli, ambapo sijida hizo mbili anayezisujudu ni mtu anayeswali, mtu aliyepo ndani ya swala. Hasujudu sijida hizo mtu ambaye yupo nje ya swala. Mathalan, katika mzunguko wako wa kimaisha, ikitokea kwamba kuna kitu ambacho umekisahau, ukasema kwa kuwa nimesahau ngoja nilete sijidatu sahwi, la, hii siyo sehemu yake, bali sijidatu sahwi anayesujudu ni mtu ambaye anaswali. Atasujudu kwa ajili gani? Lijabri alkhalali alhasili fi salatihi, atasujudu kwa ajili ya kuziba mianya iliyopatikana katika swala yake aliyokuwa akiswali. Kuna mapungufu kadha wa kadha yaliyojitokeza, mapungufu hayo ndani ya swala yake, basi kwa kupitia mapungufu hayo ndiyo yatamsababisha mtu huyo kuileta hii sijidatu sahwi au sujudu sahwi. Kwa hiyo sijidatu sahwi inakuja kwa ajili ya kuziba mianya, lijabri alkhalal, kwa ajili ya kuiziba mianya, alhasili, mianya iliyopatikana au iliyojitokeza, fi salatihi, katika swala yake aliyokuwa akiiswali, min ajli sahwi, ambapo mianya hiyo imejitokeza kwa ajili ya kusahau, hajafanya maksudi kwa kuiacha ile mianya, kama jinsi ambavyo tulivyotangulia kusema. Ikiwa kama mtu ataacha kitu fulani katika vitu ambavyo ni vya wajibu ndani ya swala, hali ya kuwa ni mwenye kukusudia, basi
batalat salatuhu, swala yake moja kwa moja itakuwa ni yenye kubatilika. Endapo mtu utajiona kwamba kwa kuwa kitu fulani ndani ya swala hakina ulazima kihivyo, bali ni katika vitu vya wajibu, ukasema ngoja niamue nikiache, mathalan dua ya kwenda kurukuu, dua ya kurukuu subhana rabbiyal azim, hii ni dua ambayo haimo katika nguzo za swala, bali imo katika wajibatu swala. Lidhalika, kwa kuwa haimo katika nguzo za swala, ukasema mimi siisomi hii dua, ukaenda katika kile kipengele cha kurukuu, halafu ukanyanyuka kutoka katika rukuu hali ya kuwa hujaisoma ile dua subhana rabbiyal azim, basi wewe utakuwa au swala yako itakuwa imebatilika, kwa sababu umeacha kile kitendo hali ya kuwa unafahamu kitendo hichi kipo, lakini ukawa umeacha kwa makusudi, basi swala yako itakuwa imebatilika. Lakini kama kitendo hicho hicho utakiacha ila ni kwa bahati mbaya, huja kusudia kukiwacha, basi hapo ndio utatakiwa au utahitajika wewe uliacha hicho kitendo kuja kuleta sijidatu sahwi. Anasema Sheikh Abi Abdullah Muhammad ibn Sa'id Raslani alivyokuwa akisherehesha hii sijidatu sahwi na kuielezea hukumu yake katika sheria ya Uislamu, anasema wa huwa wajibun, sujudu sahwi nayo ni katika vitu vya wajibu ambavyo vitamwajibikia mtu aliyetokewa na kosa fulani au na mapungufu fulani katika swala yake. Ikitokea kwamba kuna mtu ambaye ametokewa na mapungufu fulani katika swala yake, basi kwa wakati huo ni wajib, sio khiari tena, ni wajib kuileta ile sijidatu sahwi. Na kama jinsi ambavyo tunavyofahamu katika swala mambo yale ya wajib, endapo mtu atatokea kuyawacha kwa makusudi, akakusudia kabisa kuyawacha mambo ya wajib, basi batala salatuhu bila khiyari, swala yake itabatilika pasi na kuwa na khiyari na wala uchaguzi mwingine, la, swala yake itakuwa ni yenye kubatilika moja kwa moja ala tuli. Kwa hiyo huwa wajib sujudu sahwi, nayo ni katika mambo ya wajib, liamri nabii sallallahu alayhi wasallam bihi, kwa kule kuiamrisha Mtume sallallahu alayhi wasallam watu kuileta hiyo sujudu sahwi, sijidatu sahwi. Nayo ndiyo kauli ya jumhurul ulama, kauli ya jopo la wanazuoni wote, wanaonelea kwamba sijida ya kusahau hii ni wajib kama jinsi ambavyo zilivyokuwa wajibatu swala, kama fil fatawa, kama jinsi ambavyo ilivyokuja katika fatawa. Lakini akisema bayana Shaukani, akaleta ubainifu alimamu Shaukani, ameleta ubainifu na ufafanuzi alimamu Shaukani fi Sayl al-Jarrari, katika Sayl al-Jarrari, anna sujuda litarki masnunin la yakunu wajiban, kwamba mtu kusujudu sijida hii ya kusahau kwa ajili ya yeye kuwa ameacha au kwa kuwa yeye ameacha jambo la sunna katika mambo ya sunna kwenye swala, basi hili sio wajibu kwa wakati huo. Yani ikitokea kwamba kuna jambo lolote lile la sunna katika sunna za swala, achana na mambo ya wajibu na mambo ya nguzo katika swala, ikitokea kwamba umeacha jambo la sunna katika mambo ya sunna kwenye swala, basi kwa wakati huu wewe hautawajibishwa kuileta hii sijidatu sahwi, bali utawajibishwa kuileta sijida hii ya kusahau pale ambapo utakapokuwa umeacha jambo la wajib au jambo la nguzo. Lakini endapo utaacha jambo la sunna, basi sio wajibu kwa wewe kwa wakati huo kuileta hiyo sijidatu sahwi. Lakini anasema anaweza kaja muulizaji na akakuuliza swali, hal idha taraka wajiban fi salati nafilati yajibu alayhi sujudu sahwi? Je, mtu anapoacha jambo la wajib, mtu anapokuwa ameacha jambo la wajib katika swala yake ya sunna ambayo atakayokuwa anaiswali, ima iwe ni swala ya sunna ya qabliya au iwe ni swala ya sunna ba'diya au iwe ni swala ya sunna ya nyingine yoyote ile,
lakini ni katika moja ya swala ya sunna, mtu kaamua kuswali swala yake ya sunna akawa ameacha jambo la wajib kwa bahati mbaya akasahau, je, kwa wakati huo pia itamwajibikia yeye kuleta sijidatu sahwi kama jinsi ilivyokuwa ni wajibu kuileta katika swala za faradhi? Jawabu la swali ni kwamba naam, nujibu, ndiyo, ni lazima ataileta hii sijidatu sahwi na itakuwa ni wajibu kwa wakati huu kuileta sijida hiyo ya kusahau. Yani mtu ameacha jambo la wajibu kwa kusahau, lakini sio katika swala ya faradhi, ni katika swala za sunna. Je, itamwajibikia mtu huyu tena kuileta sijidatu sahwi hali ya kuwa swala hii anayoswali ni ya sunna? Na swala hii ya sunna ni swala miongoni mwa swala ambazo ni za khiari. Akiamua anaweza kaenda kuziswali, akiamua anaweza siswali. Swala hiyo ni swala ambayo ni ya khiari. Je, pamoja na kuwa swala hiyo ni ya khiari, amesahau jambo la wajibu au jambo la nguzo katika swala hiyo, itabidi alete sijidatu sahwi? Jawabu ni kwamba naam, ni lazima atailete hiyo sijidatu sahwi. Fa in qala qail, na endapo kama atauliza muulizaji, kaifa tujibuna shay'an fi salati nafli, ni vipi mnawajibisha kitu katika swala ya sunna? Wa salatu nafli aslan ghairu wajiba, na hali ya kuwa swala hiyo ya sunna asili yenyewe sio ya wajibu, sio lazima. Mtu anaweza kaamua akaenda akaswali au asiswali. Swala hiyo ya sunna ni maamuzi ya mtu. Kwa nini muwajibishe mtu huyu kuileta sijidatu sahwi baada ya kuwa amesahau kitu katika swala yake? Jawabu la mtu huyu au jawabu la swali hili ni kwamba lamma talabbasa biha wajaba alayhi, wakati ambapo alipokuwa tayari ameshaingia tena katika hiyo swala, basi itakuwa ni wajibu kwake yeye kuileta hiyo sijidatu sahwi, kwa sababu ameacha kitu katika vitu vya swala, na wakati huo tayari ameshaingia katika ibada hiyo ya swala. Na kiuhalisia tunafahamu ya kwamba swala ina vitendo vyake maalum na ina maneno yake maalum. Kuna vitendo vya wajibu na vya lazima, na kuna maneno ya wajibu na lazima katika swala. Sasa tayari ameshaifungua swala yake. Ili swala ikamilike, haijalishi iwe ni swala ya sunna au iwe ni swala ya fardhi, ili swala ikamilike ni lazima vitendo vyote vikamilike vya swala, vya lazima na vya wajibu, na ni lazima maneno yote ya wajibu na ya lazima yakamilike katika hiyo swala. Sasa endapo itatokea amefanya kosa na amepunguza kitu miongoni mwa vitu katika swala hiyo, basi ni lazima atamwajibikia yeye kuleta hiyo sijidatu sahwi, kwa sababu khiari ya swala yake hiyo ya sunna inapatikana kabla hajaingia katika hiyo swala. Lakini pale ambapo atakuwa tayari ameshaingia katika hiyo swala, kwa wakati hiyo haitakuwa tena ni khiari kuileta hiyo sijidatu sahwi, bali itakuwa ni wajibu, kama jinsi ilivyokuwa ni wajibu kuileta sijida hiyo wakati akiwa na swala ya fardhi. Lidhalika, kiendelea mbele huku, baada ya hii taarifu ya swala katika peji ya 18, anasema haya ambayo tumearuka na tumeyaacha hapa ni katika sherhe ya maneno ambayo tuliyozungumza yote kwa ujumla. Sawa, haya maneno hayapo katika maneno ya mtunzi, bali ni maneno ambayo yamekuja katika maneno ya mshereheshaji. Maneno yaliyokuja mtunzi baada sujudu sahwi ni ibaratun an sajidataini. Hii ni ibara inayozungumzia sijida mbili, yasjuduhuma almusalli, ambayo anasujudu sijida hizo mbili yule mtu mwenye kuswali, lijabri alkhalali, kwa ajili ya kuziba mianya. Hayo ndio maneno ya mtunzi. Kisha baadaye tunakuja kufunua hii peji ya pili huku, lijabri alkhalali alhasil fi salatihi, kwa ajili ya kuziba mianya ile iliyojitokeza katika swala yake, min ajli sahwi, kwa ajili ya kusahau. Haya maneno mengine yote huko chini ni maneno ya mshereheshaji. Sawa, anasema mtunzi wa kitabu, wa asbabuhu thalathatun, na sababu za hii sijidatu sahwi zipo tatu. Sababu zake zipo tatu. Sababu za kusujudu sijidatu sahwi zipo tatu. Ili mtu alete sijidatu sahwi au ili mtu ahesabiki kwamba wewe hivi sasa inabidi ulete sijidatu sahwi, lazima kutokee sababu tatu au sababu moja miongoni mwa sababu hizi tatu. Ya kwanza, aziyadatu. Endapo mtu atazidisha kitu ndani ya swala, ni lazima itamwajibikia kuleta sijidatu sahwi. Ameswali katika swala yake akajikuta
ameongeza kitu miongoni mwa vitu ndani ya swala. Mathalan, katika kuswali kwake, katika zile nguzo za lazima za kivitendo, akajikuta ameongeza nguzo moja. Mathalan, katika sijida akajikuta amesujudu sijida 3 badala ya 2 kwenye rakaa moja, au kwenye rukuu akajikuta katika rakaa moja amerukuu rukuu 2, au katika kitendo kingine chochote akajikuta amezidisha kitendo badala ya asili ya kile kitendo au asili ya idadi ya vile vitendo, basi wakati huo itamwajibikia yeye kuleta sijidatu sahwi baada ya kuwa amemaliza swala yake. Hiyo ni sababu ya kwanza katika sababu ambazo zitamwajibisha mtu kuileta sijidatu sahwi. Ama sababu ya pili ni an-naqsu, ni kutokea mpungufu au kupunguza. Kuzidisha sababu ya kwanza ni kuzidisha, na sababu ya pili ni kupunguza kitu katika vitu vya lazima ndani ya swala. Imetokea kwa bahati mbaya umesahau kitu katika vitu vya lazima ndani ya swala, basi utakileta kitu hicho. Kama ni katika vitu vya nguzo vya lazima, utakileta kila kitu, lakini pamoja na kuwa umekileta hicho kitu, baadaye utakuja kuleta sijidatu sahwi. Sawa? Hiyo ni sababu ya pili miongoni mwa sababu 3 ambazo zitamwajibisha mtu kuleta sijidatu sahwi. Sababu ya 3 na ya mwisho ni ashaku, ni mtu kuwa na mashaka, ni mtu kuwa ni mwenye mashaka katika swala yake ambayo atakayokuwa anaswali, lakini pamoja na kuwa yeye ni mwenye kuswali akawa na mashaka katika swala yake. Je, nimeswali rakaa 3 rakaa 4? Je, nimesujudu sijida 2 au nimesujudu sijida 1? Je, nimesharukuu au bado sijarukuu? Je, nimefanya kitendo fulani au bado sijakifanya kitendo hicho? Akawa na mashaka katika swala yake na wala hajapata ufumbuzi baada ya kuwa ameingiliwa na hayo mashaka. Basi hii ni sababu ya 3 ambayo sababu hiyo itampelekea yeye kuleta sijidatu sahwi. Na hii sababu wengi tumekuwa tunaiingia sababu hii ya kuwa na mashaka. Tunaswali, lakini pamoja na kuwa tunaswali swala zetu tuna mashaka katika swala zetu. Unaweza kuwa unaswali katika swala fulani, lakini ukawa na mawazo mengi sana katika swala hiyo. Mawazo hayo yakapelekea sehemu uliyopo hufahamu, je, sehemu hii ni sehemu gani? Ni sehemu, je, katika hichi kisimamo ni kisimamo cha pili au ni kisimamo cha kwanza? Katika hii sijida ni sijida ya pili au ni sijida ya kwanza, au nimezidisha sijida ni ya 3? Haya watu wengi huaga inawatokea. Sasa endapo utakuwa wewe ni maamuma, imekutokea hali kama hii, basi wewe haitakuwajibikia chochote kile, bali wewe itabidi umfuate imamu. Endapo imamu atakuwa amekamilisha swala yake na wewe kuna mapungufu fulani amejitokeza katika swala yako, wewe hautaruhusiwa kumkhalifu imamu kwa kuleta sijidatu sahwi, bali swala yako itakuwa imekamilika kwa kupitia yule imamu wako aliyokuwa anakuswalisha. Lakini endapo utakuwa unaswali peke yako au utakuwa wewe ni mwenye kuwaswalisha watu fulani, basi endapo yatatokea makosa haya, umezidisha kitu ndani ya swala, katika dua ambazo utakazokuwa unazisoma au katika vitendo utakavyokuwa unavifanya, au umepunguza kitu ndani ya swala kwenye dua utakazokuwa unazisoma ndani ya swala hiyo, au kwenye vitendo utakavyokuwa unavifanya katika swala hiyo ukapunguza, kitokea umepunguza, au ukatokea na mashaka katika swala yako, basi ukae ukifahamu kwa wakati huo ni wajibu na ni lazima uilete sijidatu sahwi. Sawa? Endapo utakuwa unaswali peke yako au utakuwa unawaswalisha watu, wewe ni imamu, ni lazima utaleta sijidatu sahwi endapo zitakutokea hali hizi 3. Umeelewana? Kwa hiyo hizi ni hali 3 au ni sababu 3 ambapo sababu hizi zinamwacha mtu na kumfanya mtu aje kuleta sijidatu sahwi baada ya swala yake. Kwa hiyo inshallah leo tuishi hapo. Inshallah uwezo Allah subhanahu wa ta'ala tutakuja kuendelea katika kipindi kijacho katika kusherehesha hizi sababu 3 ambazo zitampelekea mtu na kumfanya mtu kuileta sijidatu sahwi. Zinashereheshwa hizi sababu, kuna ziyadatu, kuna an-naqsu, an-nuqsan, lakini pia vile vile kuna ashaku, kuwa na mashaka mtu ndani ya swala. Hizi zote
ni ibara na katika orodha ya masomo ambayo tutakayokuja kuyasoma, na ndio kichwa cha habari cha masomo yetu yote ambayo yaliyoko mbele yetu, sababu kichwa cha habari kinakuja kuelezea ufupisho wa yale ambayo yatakayokuwa yanakuja kuzungumziwa ndani ya hadithi kamili. Kwa hiyo insha Allah, kwa uwezo wa Allah subhanahu wa ta'ala, tutakuja kuelezea aziyadatu na an-naqsu na ashaku, ni vipi mtu atazidisha katika swala, ni vipi mtu atapunguza kitu ndani ya swala, ni vipi mtu atakuwa na mashaka na kitu ndani ya swala yake. Hadha sallallahu alaihi wasallam wa barik wa an'am ala khairi khalqihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.